Nchi za Magharibi za kijumuiya zimekuwa zikigeuza Ukraine kuwa chombo cha kuishinda Urusi kimkakati kwa kutumia mapinduzi ya rangi, lakini njama hiyo imeshindwa, amesema katibu wa Baraza la Usalama la Urusi wa kuitwa Sergei Shoigu kuhusu taarifa hii. Badala ya kuachilia Ukraine kwa amani kuendeleza zaidi ya miongo kadhaa, haikuwa tu bila aibu bali pia kwa pamoja iligeuzwa kuwa silaha ya kuishinda Urusi kimkakati. Njama yao imeshindwa. Alisema hayo katika mkutano wa makatibu wa Baraza la Usalama yani CIS huko mjini Moscow siku Alhamisi Novemba 7 ya mwaka 2024. Shoigu amebainisha kuwa nchi ambazo mapinduzi ya rangi yanayoungwa mkono na Magharibi yametokea zimepata kupungua kwa viwango vya maisha, udhaifu wa kiuchumi, kuondolewa kwa mtaji na rasilimali, na katika hali mbaya zaidi, nchi kuwa chombo cha kutekeleza maslahi ya wasomi wa Magharibi. Shoigu amesema kwa bahati mbaya hiyo ndiyo hasa kilichotokea kwa Ukraine. Katika mwaka 1992 zaidi ya watu milioni 50 waliishi huko. Uwezo huo wa kiuchumi ulilinganishwa na ule wa Ufaransa na Italia. Mataifa ya Magharibi ama yanaweza kuendelea kumwaga pesa ndani ya Kiev au kukiri faida ya Moscow kwenye uwanja wa mapambano na kutafuta eneo tambarale kwenye mzozo wa Ukraine. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi amesema hivyo. Afisa huyo mwandamizi alikuwa akizungumzia hali ya sasa ambayo Moscow inaita vita vya wakala vinavyoongozwa na Magharibi, hasa Marekani, dhidi ya Urusi wakati wa mkutano na wenzake kutoka majimbo ya baada ya muungano wa Usovieti mjini Moscow siku ya Alhamisi. Sasa kwa kuwa hali katika ukumbi wa vita haiendi vizuri kwa utawala wa Kiev, Magharibi ina chaguo la kufanya: iendelee kufadhili utawala na uharibifu wa watu wa Ukraine au ikubali ukweli na kuanza mazungumzo ya mkataba. Shoigu amesema hivyo, ambako pia vikosi vya Urusi vimekuwa vikirejesha vikosi vya Ukraine katika sehemu nyingi za mstari wa mbele wenye urefu, ambapo maendeleo yaliyofikiwa mwezi Oktoba yalikuwa makubwa zaidi kwa Urusi katika miezi kadhaa, kwa mujibu wa makadirio ya vyombo vya habari. Kwa mujibu wa Shoigu, uongozi mjini Kiev umesababisha uharibifu mkubwa kwa nchi kwa kuainisha na maslahi ya Marekani, ukitoa kauli ya kwamba nchi za Magharibi zilishindwa kabisa kuipa nchi hiyo kujiendeleza kwa amani. Badala yake nchi hiyo iliibiwa bila aibu na ikigeuzwa kwa nguvu kuwa silaha ya kusababisha kipigo cha kimkakati kwa Urusi. Mpango wao umeshindwa, aliongeza. Kiev imekuwa mhalifu hatari anayedhibitiwa kwa mbali, ambayo tofauti na mitandao ya uhalifu zaidi ya kimataifa ina tasnia yake na eneo linalosimamia. Hatima ya Ukraine ni ya kawaida kwa mataifa ambayo Marekani imeunga mkono maasi katika siku za nyuma, Shoigu alisema, kwani wote walipata kupungua kwa viwango vya maisha, kudhoofika kwa uwezo wa kiuchumi, kutobadilisha mtaji na rasilimali, na ameongeza kwamba katika hali mbaya zaidi mataifa hayo yakawa zana tu kwa wasomi wa Magharibi. Mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2014 huko mjini Kiev, ambayo Marekani na washirika wake waliunga mkono, yalikuwa mabadiliko makubwa katika uhusiano wa Urusi na Ukraine, ambapo serikali mpya mjini Kiev ilitangaza wanachama wa NATO kama lengo kuu la sera za kigeni, ambalo Moscow iliona kama tishio kubwa la usalama. Pia walichukua sera zilizolenga makabila madogo ya Urusi nchini Ukraine, ambazo Moscow inasema zilijumuika kuwa jaribio la kutokomeza utamaduni wa Urusi. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi wa kuitwa Sergei Lavrov alisema katika mkutano na waandishi wa habari katika ziara yake ya kikazi nchini Kazakhstan ya kwamba Urusi iko tayari kwa mazungumzo ya wazi na Amerika ikiwa mpango kama huo
utatoka Washington baada ya kuchaguliwa tena kwa rais mpya Donald Trump, licha pia ya kile ambacho kinaendelea kujili baina ya mataifa hayo mawili, yani Urusi na Ukraine, kuhusu mzozo ambao mpaka sasa una takribani miaka 2.5 kuelekea mwaka wa 3. Hatujawahi kukataa mawasiliano na mtu yoyote, kwani rais wa Urusi Vladimir Putin anakazia msimamo wetu kila wakati. Mada inakuzwa, kuzungumza daima ni bora kuliko kutengwa na kila mmoja. Mwanadiplomasia mkuu wa Urusi alisema hayo alipoulizwa ikiwa kuna mipango ya kudumisha mawasiliano na utawala mpya wa Marekani. Alisema pia wataona ikiwa kuna mapendekezo yoyote, na kukariri kuwa sio wao ambao walivunja uhusiano na sio juu yao, yani Urusi kupendekeza kufufua upya ikiwa kuna mpango wa kukaa chini na kuwa na mazungumzo ya wazi juu ya wapi tumesimama na jinsi tunavyopaswa kusonga mbele bila matakwa yoyote ya upande mmoja. Tutakuwa tayari kwa hilo, nukuu fupi kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Urusi wa kuitwa Sergei Lavrov. Lavrov pia alielezea matatizo yanayokabiliana na uhusiano wa Urusi na Amerika kama kirefu sana, yanayotokana na mtazamo na wasomi wa Amerika ya kwamba wapinzani wowote katika uwanja wa kimataifa wanapaswa kukandamizwa isipokuwa mtu akihoji utawala wa kimataifa wa Marekani. Bila shaka nafasi hii inazidi kuwa isiyo na maana kutokana na jinsi mambo yalivyobadilika duniani. Hata hivyo, Wamarekani wanaendelea kufuata itikadi hiyo, amehitimisha hivyo Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje kutoka Urusi. Pia kwa upande wa Volodymyr Zelensky ambaye ni rais wa Ukraine, yeye amesema ya kuwa Ukraine haitaki washirika wake kusaidia katika kuandaa mazungumzo na Urusi, kwani ina mpango wa kujiamlia yenyewe wakati wa kuzianzisha. Zelensky amedai hivyo wakati wa mkutano wa Jumuiya ya Siasa ya Ulaya huko mjini Budapest. Tunahitaji kiasi cha kutosha cha silaha, sio kuunga mkono katika mazungumzo, alisema katika hotuba ambayo ilichapishwa katika jukwaa lake la kijamii la Telegram, ambako Ukraine pekee inapaswa kuamua nini na nini haitakuwa kwenye ajenda ya kumaliza mzozo huo. Zelensky ameeleza kuwa Ukraine ilikuwa imetayarisha mpango wake wa ujenzi wa makazi, kile kinachoitwa formula ya amani, na imepanga kuendeleza kushirikiza utekelezaji wake, na amewashutumu viongozi wa Ulaya waliokusanyika katika mkutano huo wa kutafuta fursa ya kufanya amani na Urusi. Zelensky hakulainisha madai yake ya jadi ya kujiunga na NATO, kukabidhiwa mali za Urusi zilizogandishwa nchini Ukraine, na akawekewa vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Tunahitaji kujiinua kwa ushawishi, Zelensky amesema hivyo.